naomba kutoa maelekezo kwa idara ya habari, maelezo kuhakikisha kazi ya kuratibu vitengo vya habari serikalini kupitia ofisi ya msemaji mkuu wa serikali inasimamiwa kikamilifu na kuweka mfumo wa kisasa ambao bahati nzuri umeshaandaliwa kupima utendaji wao, ili tunapokutana mwakani katika kikao kazi hiki tuwe na majibu ya kila mmoja amefanya nini na katika eneo lake. Taarifa tutakayoipata baada ya upimaji kwa kutumia mfumo ambao mtaanza kuutumia baada ya kikao kazi hiki ndiyo itakayoamua kama wewe utabaki kuwa mkuu wa kitengo kwenye taasisi yako ama nafasi hiyo tunampa mtu mwingine. Naomba nirudie maelekezo ya Mheshimiwa Paul Christian Makonda, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ni kwamba tumejenga mfumo wa upimaji wa kazi za maafisa habari wakiwemo wakuu wa vitengo vya habari serikalini, vitengo vyote. Matokeo ya mwakani ya upimaji ndiyo yatakayoamua nani atakuwa mkuu wa kitengo kwenye taasisi, kwenye wizara, kwenye idara ama kwenye mamlaka ya serikali. Maana yake ni nini? Serikali ilipoweka utaratibu wa kuwa na mkuu wa kitengo kwenye taasisi ama kwenye mamlaka ya serikali, lengo ilikuwa ni kwamba mkuu wa kitengo ama mkuu wa taasisi ukawasimamie maafisa habari ulionao. Mnanielewa vizuri? Maafisa habari ulionao wasipo deliver, umefeli wewe mkuu wa kitengo. Hilo chungu kidogo, si ndio? Lakini sio chungu kama tutakwenda kutekeleza wajibu wetu. Kwa hiyo kila mkuu wa kitengo aende akaweke utaratibu mzuri wa kuongeza visibility ya taasisi yake, ya idara yake, huku ukijua kwamba utapimwa na utapimwa kwa mifumo. Mfumo utakutaka kazi ulizozifanya zote uziweke hapa, ni hizi na hizi na hizi na hizi, zimewafikia watu wangapi na matokeo yake ni nini. Hakuna tija, hakuna sababu ya wewe kuendelea kuwa mkuu wa kitengo if you don't deliver.